Genge la watu wanne wenye silaha wakiwa wamejihami kwa bunduki aina ya G3 na panga walivamia boma moja katika kijiji cha Nyabangi, eneo bunge la Belgut, Nuiradhi, na kumteka nyara aliyekuwa mkurugenzi wa kiwanda cha chai Momol, Cosmas Sang, katika uvamizi usiku uliomwacha akiibiwa na kuteswa kisaikolojia kabla ya kuachwa baadaye katika kaunti ya Kisii. Nikiwa katika boma moja kijijini Nyabangi, eneo bunge la Belgut, wakazi wameelezea hofu, na hii ni kufuatia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hili. Sang amesema washambuliaji hao walivamia boma hilo majira ya saa 8:30 usiku akiwa bafuni, wakalazimisha kuingia ndani kwa mtutu wa bunduki, kuwafunga mke wake pamoja na watoto wake wa kike, kisha kupora nyumba hiyo. Hawa wakaingia ndani, bunduki na visu. Unaona? Ile visu ya Somali, ile mrefu. Sasa wakaniuliza, wakaniambia we are thieves, sisi ni wezi na tumeingia kwako. Sasa nikauliza what have I stolen? Akasema tunataka mali kutoka kwako. Inaripotiwa kuwa genge hilo lilipepa fedha taslimu na mali za nyumbani zenye thamani ya takriban shilingi 500,000, huku pia likidai shilingi milioni 1 kwa vitisho vya kumuua. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Belgut, David Koech, amethibitisha kuanzishwa kwa uchunguzi na amewataka wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kuwabaini na kuwakamata wahalifu hao. Mama alikuwa jikoni na kitinda mimba na yaya. Sasa wakaambia hawa wasichana laleni chini, wakafunga mikono kwa upande wa nyuma. Mama pia hivyo hivyo. Alafu akanikalisha hapa, akanifunga mguu, akanifunga mikono nyuma tena, na akanifunika uso. Ilitupata kwa mshangao that kitu kama hii inaweza fanyika kwa village. Tunasikianga tu hizi vitu huko matown, wapi hatujasikia kitu kama hiyo kwa village. Na mzee amepitia trauma. Hiyo ni trauma yenye haitapona kwa maisha. Hiyo ni na mtoto mdogo alipitia trauma. Tuko hapa na DCIO, timu yote ya DCIO, tukifuatilia na kwa karibu, tutakuwa tumemaliza tukio kama hili na haitawahi kurudi katika sehemu hii. Tukio hili linajiri siku chache baada ya wakazi wa kijiji cha Nyabangi kulalamikia kuongezeka kwa matukio ya uhalifu, ambapo genge la watu wanne waliokuwa na silaha aina ya G3 pia lilivamia boma jingine na kutoweka na mali ya thamani ya takriban shilingi 500,000, hali inayoibua wasiwasi kuhusu usalama unaozidi kusorota katika eneo hilo. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Belgut katika kaunti ya Kericho, langu jina ni Winnie Chepkemoi.